Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Mchungaji Elia Mawaka. Niko hapa kanisa la Kilungule, tunaita Kilungule A Miracle Center. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa ni mwema katika kanisa letu. Ameendelea kutupigania, kutuwezesha katika huduma. Tunajua kwamba katika huduma kuna changamoto nyingi, lakini Mungu amekuwa mwaminifu na sisi tunaendelea kumuomba yeye siku zote. Tunamshukuru Mungu katika wiki la Pasaka tumekuwa na mchungaji anaitwa Erasto Mdeme ambaye amekuwa ametufundisha semina kuhusu maandalizi ya Pasaka. Kwa hiyo maandalizi ya Pasaka tumejifunza mambo mengi, mambo mazuri kuhusu kujiandaa kuhusu Pasaka, kwamba tunaona Yesu katika Pasaka anahitaji uhusiano wetu na yeye uimarike zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo tumesisitiza sana kwamba jambo katika Pasaka sio kuandaa mavazi, kuvaa masuti mazuri, ingawaje sio vibaya kuvaa mavitenge na vitu vingine, lakini Pasaka ni maandalizi ya mioyo yetu. Kwa hiyo amesisitiza sana kuhusu kujiandaa kwa ajili ya mioyo yetu, na vile vile tunaona katika Pasaka Yesu aliomba, ametusisitiza pia katika kuomba hata tunapokutana na mambo mazito, tunapokutana na mambo magumu, lakini Mungu yuko upande wetu, atatusaidia, maana Yesu mwenyewe aliomba na Mungu alimsaidia akawa ameshinda kile kikombe ambacho tutakao kukinywea. Kwa hiyo Mungu abariki sana, na leo tumejifunza kuhusu kufa kwa Yesu, kwamba pamoja na mateso na vitu ambavyo Yesu alipitia, lakini ilifika siku akafufuka kama ambavyo leo tunakumbuka. Kwa hiyo amezungumza kama maisha ya wanadamu pia anaweza kupita kwa mambo mazito na magumu, lakini ushindi upo kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alishinda. Kwa hiyo tunapenda kuatia moyo jamii na watu wote kwamba Pasaka iwe ni kuturejesha upya tena kwa Bwana Yesu. Maana watu wengi wamezoea kuhusu Pasaka, wengine wanashinda mavirabuni, wengine wanajiandaa tu katika mambo ya chakula, mavazi na vitu vingine. Kumbe tunapaswa kujiandaa katika roho zaidi. Kwa hiyo ifike mahali watu wasizoee Pasaka, wasijiandae tu katika vitu vya kimwili, basi waandae maisha yao. Maana Yesu yupo karibu kurudi kulichukua kanisa lake, ili kwamba tusiwe watu wa kujishughulisha tu na vitu vya dunia na tukasahau vitu vya rohoni. Kwa hiyo nawasihi jamii na ndugu na marafiki wote, Yesu amefufuka katika maisha yetu, na watakia baraka za Bwana pamoja na nyinyi. Mungu awalinde, furaha ya Bwana iwe ndani yenu, kama jinsi ambavyo Daudi aliomba Roho wa Bwana akarejea kifuani mwake. Basi Pasaka hii iwe Pasaka kurejesha Roho Mtakatifu katika maisha yetu, na Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Debora Elia. Heri ya Pasaka, ninawasalimu kwa jina la Bwana wa majeshi. Siku ya leo hakika ni siku nzuri sana. Yesu Kristo amefufuka kweli kweli. Amefufuka maishani mwetu. Yaani yale mambo yote yaliyokuwa yamekufa, hakika alipofufuka Yesu Kristo siku ya leo tumefufuka pamoja naye. Hakika imekuwa ni wiki nzuri, wiki ya ushindi. Yesu alipoteswa na siku ya tatu amefufuka. Yale mateso yote msalabani yalibeba kila aina ya mateso. Yale mambo yaliyokusumbua Yesu ameyamaliza yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kumshukuru Mungu kwa ibada ya leo. Tumefundishwa mambo mazuri sana. Ibada imekuwa ya uwepo, imekuwa ya tofauti. Yaani tumepokea vile ambavyo tusivyokuwa tunatazamia. Hakika Mungu amefanya kwa ukubwa. Yale mambo ambayo hatukutarajia, majibu ambayo hatukutegemea, Bwana amefanya. Hakika tumekuwa na ibada nzuri sana sana sana. Natokea katika kanisa la TAG hapa Darajani, Kilungule A. Kwa majina naitwa Nurdin Saleh. Nimeokoka na mpenda Yesu. Sitisho na jina, nimeshaokoka. Na ninasali kanisa zuri kabisa la Tanzania Assemblies of God. Basi nina machache ya kuzungumzia kuhusu Pasaka ya leo. Pasaka ya leo naona imekuwa nzuri sana kwa upande wangu mimi, kwa sababu nimemwona Mungu akitembea mzima mzima. Mungu ametuhudumia, ametugusa, tumekula, tumekunywa mezani pa Bwana. Basi Mungu amekuwa mwema sana, na Pasaka hii naona imekuwa ni Pasaka ya tofauti. Ni Pasaka ambayo imekuwa na uamsho ndani yake. Miaka 13 ya uamsho,
namtaka Bwana na nguvu zake. Bwana ameshaanza kulitembelea kanisa la TAG na tunaona nguvu zake waziwazi kabisa, na ninaamini kabisa kile Mungu alichokiweka ndani yangu kupitia semina hii na ibada ya leo, basi natarajia kuona makubwa mbele yangu. Tukitaka kuona matokeo ya kweli na mabadiliko ya kweli kabisa katika maisha yetu, basi mimi nafikiri cha kwanza kabisa kile Mungu anachotumegea tukiingize kazini, ndipo tutakapoona Mungu akiwa kazini pamoja na sisi.